Aliyejiondoa kwa muda mamlakani Eliud Lagat anatarajiwa kufika mbele ya mamlaka huru ya kusimamia utendakazi wa polisi IPOA kuandikisha taarifa kuhusiana na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang. Mwenyekiti wa IPOA Isaac Hassan alisema wamemuita Lagat kufika mbele ya IPOA kwani alikuwa mlalamishi mkuu kwenye kesi ya marehemu Ojwang. Aidha, Hassan alikariri kuwa hakuna yeyote atakayepatikana na hatia na atakayesazwa kwenye kesi hiyo ya marehemu Ojwang. Ojwang alifariki katika hali tatanishi mikononi mwa polisi katika kituo cha Central mapema mwezi huu. Sasa mtazamaji, tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Samira Mohamed kwa mengi zaidi. Samira, habari za sasa, tujuze yanayojiri katika afisi hizo za IPOA. Sana Andrin Kilemi, tuko hapa katika makao makuu ya IPOA, yani kusubiri tu kuona naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat ambaye anadaiwa kuwa shafika hapa. Kwa sasa bado hatujaweza kumwona naibu huyo inspekta wa jenerali ambaye alijiondoa kwa muda ili kuwezesha uchunguzi kufanyika. Tunaelewa kuwa mnamo Jumatatu Lagat alitoa taarifa kwa kupitia barua kusema kuwa amesonga kando kuwezesha uchunguzi kufanyika, na pindi tu ambapo uchunguzi utaweza kukamilika Lagat ataweza labda kurejea ofisini. Lagat anadaiwa kuwa aliweza kufika hapa mapema leo, lakini bado hatujaweza kumwona Andrin Kilemi. Tunaelewa kuwa mamlaka ya kutathmini utendakazi wa polisi yani IPOA ilisema kuwa imemwagiza Lagat kufika hapa kutoa maelezo kuhusiana na kifo cha mwanablogu Albert ambaye aliuawa katika kifo tatanishi katika kituo cha polisi cha Central mnamo tarehe 7. Labda tu kwako Andrin. Naam, asante sana Samira Mohamed. Bila shaka tutakuwa tunaungana naye Samira baadaye pindi tu taarifa hiyo itakapokuwa inachipuka. Anasema kwamba anadaiwa kufika katika afisi hizo Eliud Lagat ambaye ni naibu inspekta jenerali wa polisi na ambaye alijiondoa kwa